Tunapost live vipimo vya Doto. Nasema tunapost live vipimo vya Doto magari. Doto. Yuko poa, tunapost live. Kwa kwamba hapo. Vipimo tuviona viko clear kabisa. Na vifuta. Huyu hapa amethibitisha, huyu hapa amethibitisha. Majibu yapo. Tuonyesha habari. Tuonyesha habari. Hii hapa. Tena Doto kapima. Hii hapa live. Majibu negative. Hana. Anasema yule mdudu hana. Sio anasema ni hana. Alikuwa anaandama huyu mtu mjinga. Acha ujeuri. Kaa chini. Hata kuletea mita nimepimwa damu ya hapa. Mshipa mkubwa huo. Huo mshipa mkubwa huo. Yule daktari akaniambia sitaki mambo kidoleni hapa. Huo mshipa mkubwa kabisa. Mwijaku, ukifuta hivyo tunavyo vingine. Jamani, swali linakuja, lini ulienda kachini? Angalia tarehe ya juzi. Kachini kwanza. Mimi mzima nikaa chini. Wote wako chini. Lini ulipima nini? Juzi siku 3 angalia siku soma, angalia tarehe ngapi. Daktari gani kakupima? Daktari wa nini? Jamani, vipo kwenye peji yake tayari. Tayari viko kwenye peji. Sasa tunakwenda Kizimkazi Hospital napo kwenda kujihakiki. Tunakwenda Kizimkazi Hospital. Sheria iwe mara 3. Na nimempostia kwenye peji yake. Nimeandika nimepima rasmi, sina. Nimepima rasmi, sina. Familia yangu imenipeleka na hivi hapa. Mgonjwa kweli. Kuna hoja sasa toa sadaka. Kabla ya sadaka. Doto, kuna hoja moja yako umetoa. Kabla ya sadaka. Sadaka ni muhimu kuliko hoja yako. Kuna hoja umetoa ya kwenda kuhakiki. Tunakwenda kujihakiki. Kwa sababu Kizimkazi. Kwa nini huridhishi? Kwa sababu Kizimkazi imezinduliwa hospitali ya kimataifa. Tunaenda wote Costa washa. Costa inawasha, tunakwenda kujihakiki. Tunaenda kupima live. Tunapima live. Jamani, tunaenda kupima live. Ndio magari. Naona ujayo. Na wewe unapima. Napima ina shida. Mungu umepita sehemu nyingi. Mungu umepita sehemu nyingi kwa babu wewe. Lakini sio babu umepita sehemu nyingi. Kwa moto. Mwijaku, mbona huna imani na madoto? Mwijaku wewe vipi? Ndio unataka kumjua tuulize sisi. Lakini sio alisema moto sana. Doto alikuwa kama smart. Mkipishana tujisachi. One touch alikuwa one touch ni hatari. Doto. Unakumbuka siku moja? Bado atakenge anakuja kwa mtaani kwenu. Kwa mimi Rei Kanumba tukapaki magari nje. Wewe ukawa unatamani kuiba Power Window. Sasa tulikuwa tumekaa kwa Steve Nyerere alikuwa anakaa pale Pataya. Doto akaja ndani. Akatugongea ngongongo, jamani hodi, kwa karibu. Hiyo story ya wizi sasa. Jamani. Akasema ndugu zangu. Nyie wasanii na wajua. Si ndio? Story ya wizi. Ya wizi. Yale magari mliopaki pale, mimi nazitamani sana Power Window zenu. Kwa hiyo kama vipi nipeni 20,000 niwalipie. Sivine ilikuwa kapanga nyumba kaa chungu. Wakija wasanii wote kuingia shida. Hadilisha hizo kabati za kuuzia. Wanaingia Zamzamu, mnaanza kuongea nyinyi, wengine ndo wanafuata. Sasa hivi Steve anakaa nyumba nzima. Mungu tutetee jamani. Hapa kwa nyumba nzima. Bwana chama siara. Mbona unasema pale? Nyele anakaa nyumba nzima bwana. Nyumba nzima. Hekalu. Tena Hekalu. Wanaingia hata 2,000. Kwani Mwijaku anataka kusema Mwanaeli, hebu simama utuhakikishie haya maneno. Asimame Mwanaeli. Hekalu. Simama utuhakikishie. Asimame atuhakikishie. Mwanaeli kasema mwenyekiti Steve anakaa kwenye kaa. Unapoongea simama. hoja ya Mwijaku zingatiwe. Simama.
tusimame. Haya wote tusimame. Kwa msisitizo. Wote tusimame. Kwa msisitizo. Hapana, tusimame. Simama. Uko sahihi Mwijaku, uko sahihi. sahihi. Uko sahihi. Bana. Mwijaku. Iko tutoa. Mke wake apewe tuzo ya uvumilivu. Mwijaku. Haya. Simama. Kweli, hapo ongea sasa. Ongea. Angalia dukani pale. Angalia. Soma hapo. Pameandikwaje? Samaga hajui kusoma. Soma pameandikwaje? Pameandikwaje? Kizimkazi. Basi vinywaji vipo. Yaliyomo yamo. Basi sema tunakusikia. Anakaa kwenye hekalu. Watu 2000 wanaingia. Kweli. Kwa namna ulivyogeuka kweli. Kizimkazi kana kumpima Mwijaku. Tukutane Kizimkazi. Baba unaenda kupima wewe. Baba unapima. Unajali ni Mwijaku unaenda kuizindua. Mwanali apime tena. Na anapima. Kupima Mwijaku. Mchungaji apime. Mchungaji apime. Mchungaji apime. Mimi napima, mchungaji apime. Mimi napima, mchungaji apime. Mimi nimetakaswa. Damu ya Yesu. Haiwezekani. Damu ya Yesu Hampendesha. Damu ya Yesu haikuwa. Mungu live, wewe live niko kupima. Kwa michezo yangu hiyo. Wewe Samofi unajiuza. Tupeni Kizimkazi kidogo watoto. Mmoja kati ya kitu ambacho kimevutia katika shamra hizi za Kizimkazi Festival vitu vitatu. Kwanza tumeona namna gani tumepata test ya tofauti ya vyakula. Tulizoea kula ugali tembele, ugali nyama, ugali samaki, Doto kala urojo na mishikaki. Hilo la kwanza. La pili, tazama nakshi ya majengo ya Kizimkazi. Zamani Kizimkazi unakutana nyumba kama za Tuatugawe au nyumba za Mburati. Sasa hivi Kizimkazi nyumba zimesimama, hoteli zinapatikana, lakini kubwa nilolipenda wanaingilika watu wa Kizimkazi. Yaani unaweza kuongea nao wakakusikiliza. Mwijaku, dini na kuruhusu njoo. Hapo Mwijaku. Labda nikwambieni na kingine. Sasa hivi Kizimkazi wawekezaji mje. Viwanja vya kumwaga, mabiashara ya kumwaga, utalii wa kumwaga, njoo ujenge jela, njoo ujenge guest, unajua mwenyewe. Jamani, viwanda vidogo SIDO tunawakaribisha huko SIDO. Kuna mradi mkubwa hapo umejengwa umesema. Sasa hivi mchawi maradhi. Tunaenda kupeleka hospitali. Hospitali ya kimataifa. Kuna hospitali ya kimataifa. Hadi kipimo cha MRI kipo. Sasa hivi watu wa Kizimkazi MRI wanaipimia hapa. Cha polisi kile uhalifu hamna, ulinzi huko. Ulinzi huko. Familia ile pale. Kizimkazi oye. Kizimkazi safi. Kizimkazi oye. Twendeni tukapime. Kwanza unaanza kupima. 2 3. Bwana, tuko live na Baby Madaha hapa Zanzibar Kizimkazi. Tuzungumze naye atuambie mazuri na ambacho tumefanya naye pia kwa ni miongoni mwa wanafamilia Asante. Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa kama ilivyo moto ya festival hii, na unaona pamependeza, influencers kibao, wasanii wamejaa, wote tuko kwa ajili ya kumsapoti Mama Samia. Tulianza naye na tunamaliza naye. Yes. Mara nyingine tena kiukweli kadri kiukweli Kizimkazi 2026 imekuja ni shangwe na fursa kwamba tunapata burudani, lakini ni fursa. Tumeona maonesho ya mabanda mbalimbali, biashara yalifanyika jana, leo ni usiku wa burudani, kesho tunafunga kilele. Kiukweli ni tamasha zuri ambalo linawakutanisha watu wengi na kukuza utalii wa nchi yetu kupitia Zanzibar Kizimkazi. So vitu vingi sana vimeimprove, watu wamepata pesa pale kwenye chakula, kina mama, wafanya biashara ndogo ndogo, wafanya biashara wakubwa, watu wa utalii. Unaweza ukaona kwamba amini kwa sasa hivi limepangiliwa sana vizuri. Umeona siku 3 alafu vitu tofauti. Jana tulianza mambo ya fursa na uchumi, leo burudani, kesho tunafunga. Vipi? Mimi napenda Zanzibar. So nimependa nilivyokuja huku shamba.
nimeenjoy, nimetembelea mabanda mbalimbali, nimeona vitu vinavyozalishwa huku. Nilikuwa sijui kumbe kuna utalii wa spices. Watu wanatakiwa waende wakajifunze hizi karafuu zinalimwaje, zinapatikana vipi na zinapatikana wapi. Ni Zanzibar tu, hakuna sehemu nyingine yote Afrika. Zanzibar. Thank you. Kazi yetu bado, yani sisi hapa tupo sana. Sasa bado unaona kama kule kwa wewe.